Mtazamaji, karibu sana katika kipindi maalum kinachokupa machache kati ya mengi yaliyofanya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli akiwa katika ziara ya siku 2 mkoani Shinyanga. Rais Dr. Magufuli katika siku yake ya kwanza mkoani Shinyanga amefanya mkutano mkubwa wa hadhara katika uwanja wa mpira wa miguu wa Kambarage ulioko Shinyanga mjini, ambapo katika mkutano huo ametoa maelekezo na maagizo kadhaa kwa viongozi wa ngazi mbalimbali, lengo lake kubwa ikiwa ni kupunguza ama kuondoa kabisa kero mbalimbali zinazowakabili wananchi wa mkoa huo na masuala mengine ya kitaifa. Katika siku yake ya pili mkoani Shinyanga, Rais Dr. Magufuli akakata utepe kuashiria uzinduzi rasmi wa kiwanda cha Fresho Investment Company Limited kinachotengeneza mifuko kuhifadhia vyakula na nafaka ya sandarusi, huku akitembelea maeneo mbalimbali kuona namna kiwanda hicho kinavyofanya kazi, uso wake ukiwa umepambwa na tabasamu la matumaini linaloashiria kutimia kwa ndoto ya kuwa na Tanzania viwanda itakayoifanya Tanzania kuwa miongoni mwa nchi za uchumi wa kati. Mara baada ya kutembelea maeneo mbalimbali ya kiwanda hicho na kujionea mwenyewe namna mitambo ya kiwanda hicho inavyofanya kazi, huku kukiwa na vijana lukuki waliojipatia ajira kutokana na uwepo wa kiwanda hicho, Rais Dr. Magufuli akazungumza na wananchi waliokuwepo katika eneo hilo. Nimeangalia teknolojia inayotumika ya kisasa, materials zinazotumika zinatokana na polymers. Kwa hiyo process yote inayofanyika hapa ni polymerization ambayo inatokana na materials zinazotokana na hydrocarbons. Zinatengeneza plastiki ambazo zinakubalika kwa mujibu wa sheria zetu. Kwa hiyo napenda nichukue nafasi hii kushukuru uongozi wa mkoa wa Shinyanga na kukushukuru sana wewe mkurugenzi wa Fresho kwa juhudi hizi za kuitikia kwa vitendo swala la kujenga viwanda. Nimeona wakina mama wamepata ajira, wakina baba, vijana wamepata ajira. Na hicho ndicho tunachokihitaji. Nataka kukuthibitishia na kuwathibitishia Watanzania wote wanaojaribu kuthubutu kwa kuanzisha viwanda, serikali yangu itawapa support yote. Kwa wewe Fred, kwa kiwanda chako cha Fresho, hata kama unataka kuanzisha viwanda vingine, tuna benki yetu ya serikali TIB, Tanzania Investment Bank. Siku za nyuma hii benki imekuwa ikitumika ovyo ovyo. Wanakwenda kukopa fedha mle wanasiasa ambao hata viwanda hawana. Wanakwenda kuzitumia hizo fedha kwa matumizi ya ovyo. Na saa nyingine hata kurudisha hawarudishi. Tumekataa. Yuko mwanasiasa mmoja mwingine alikopeshwa zaidi ya bilioni 12 kule Arusha. Akaweka collateral ardhi yake, ameshindwa kulipa hizo bilioni 12, anazunguka anataka asamehewe, msimamo huko pale pale. Mimi nataka wafanya biashara kama Fred ndio muende mkakope huko, kwa sababu matunda yake yanaonekana. Sina uhakika kama kuna watendaji wangu wa TIB, Tanzania Investment Bank, na benki zingine. Mabenki mengi yamekuwa yakikopesha sana wanasiasa. Na hili nalisema kwa dhati bila aibu. Na ni wanasiasa wa vyama vyote. Wa CCM wamo, wa Chadema wamo, wakiwa na chama wamo. Na wanapokopeshwa wanashindwa kurudisha. Wanawanyima haki watu ambao si wanasiasa wanaotaka kufanya viwanda kama hivi. Na si ajabu wanapokwenda kuomba mikopo wananyimwa kwa mabenki ambayo kwa bahati nzuri yako ndani ya serikali. Ndio waombe mtoe mikopo kwa watu wanaoweza kuanzisha viwanda. Huyu ameanza polepole mpaka ametengeneza kiwanda kizuri. Kimeni-impress, nimefurahi. Kweli siku yangu ya leo nimeanza vizuri. Na Mungu akubariki sana ndugu Fred kwa kuitikia kwa vitendo. Endelea. Na ndugu zangu viongozi wa Shinyanga, endeleeni kusimamia hili swala la viwanda. Tukiwa na viwanda vingi, vijana wetu watapata ajira. Na haya ndio maisha mazuri.
Kwa hiyo leo mimi sina la kusema, bali ni raha. Wakati wa kuwa na Tanzania ya viwanda umefika. Viwanda sio lazima wawekezaji watoke nje. Huyo hapa ndugu Fred ni Mwashe. Ni mchaka tu hapa Shinyanga. Wewe wakina Mwashe ni kama sawa shombo rent yani. Ameamewa kutumia akili yake na mke wake na Watanzania wanaomzunguka kuanzisha viwanda. Niwaombe ndugu zangu wa Shinyanga, msiogope kuwa na viwanda. Serikali hii itawasupport wafanyabiashara wanaoamua kufanya viwanda. Hata kama ni kwa kupunguza ushuru wa aina fulani. Tusitegemee mjomba kutoka Ulaya ndiye aje aanzishe viwanda hapa. Hata kama ni kiwanda cha chumvi, hata kama ni kiwanda cha viberiti. Mamiti tunayo, kuchomeka tu zile stiki kule juu tunashindwa. Hata kama ni kiwanda cha magunia, kiwanda cha nyuzi, kiwanda chochote, hata kama ni cha kokoto, kiwanda ni kiwanda. Jukumu la serikali litakuwa ni kuleta umeme, kuhakikisha umeme unapatikana, miundombinu inapatikana, barabara inapatikana, na biashara ni kubwa, kwa sababu ndani ya Afrika Mashariki tuko wananchi milioni 165 baada ya South Sudan kuwa mwanachama wa East Africa Community. Lakini ndani ya SADC wananchi ndani ya SADC wako milioni 400. Kwa hiyo ukijumlisha milioni 400 na milioni 165, biashara ipo. Na tumeamua ndani ya SADC na ndani ya East Africa Community kufanya biashara kwa pamoja. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu wa Tanzania, tuchangamkie viwanda. Tutaifikisha Tanzania mahali pazuri. Tutawafikisha Watanzania hawa ambao wamekuwa wakilalamika ajira mahali pazuri. Ukishatengeneza ajira kwa Watanzania, umeshajitengenezea ajira mbele ya Mungu. Kwa sababu utakuwa umeokoa Watanzania wenye maisha ya chini. Kwa hiyo ndugu Fred, pamoja na kiwanda chako cha Fresho na wale wote wana Shinyanga ambao wamekuwa wakijitahidi kuanzisha viwanda, ninawapongeza na nawashukuru. Na kwa kweli Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa Mbunge, Mheshimiwa DC, wakurugenzi na watendaji wote wa serikali hapa Shinyanga, mmenifurahisha. Ninatoka leo Shinyanga nikiwa na raha njema sana. Na kwa wale wafanya biashara ambao ni makini, ambao wameamua kufanya biashara katika nchi hii, kama mtaomba mikopo TIB mkakwama, serikali yangu itawasaidia. Kwa hiyo ndugu Fresho, hii ni fresh kabisa. Mungu akubariki sana, asante sana. Shughuli haikuishia hapo. Rais Dr. Magufuli akiwa na ari kubwa akafanya uzinduzi wa kiwanda kingine cha Jambo kinachotengeneza vinywaji baridi mkoani Shinyanga, ambapo pia akazungumza na wananchi waliokuwepo katika eneo hilo. Ndugu wananchi na ndugu wafanyakazi, kwa kweli ninakaukiwa maneno ya kusema. Nilivyokuwa naingia Shinyanga jana, sikutegemea kama Shinyanga kuna mambo mazuri yameshaanza kufanyika hivi. Ukweli nimefurahi. Na nataka niwahakikishie uongozi wa Shinyanga na wafanyabiashara wa viwanda katika mkoa huu, mmeifanya siku yangu ya leo iwe nzuri. Na ukweli mmeanzisha mwaka wangu huu kuwa mwaka mzuri na wenye matumaini makubwa. Asanteni sana. Ni mwaka jana tu bunge letu tukufu limepitisha mipango ya kuifanya Tanzania iwe Tanzania yenye viwanda. Na tuliamua katika ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi na serikali ninayoiongoza ya awamu ya 5 kuifanya Tanzania iwe yenye viwanda. Tuliamua kuifanya Tanzania yenye viwanda kwa sababu tunaamini katika kuwa na viwanda tutajenga uchumi wa nchi yetu. Tunapokuwa na viwanda tutatengeneza ajira. Tunapokuwa na viwanda Watanzania wengi watapata mapato mazuri.
Kwa hiyo ninyi hapa Shinyanga mmeanza kwa vitendo. Leo asubuhi nimefungua kiwanda cha fresh product cha mapolymers na maplastics yanayotengenezwa hapa. Mtu angetegemea kiwanda kama hicho kifanyike labda Ulaya. Nimefika hapa tena asubuhi, kana kwamba haijatosha, nimekuta kiwanda ambako kiko computerized. Maji yanapoingia huwezi ukayaona, yanatoka kule yameshakuwa final product. Kinywaji kikishaingia wala hukigusi, kinatoka huko kimeshakuwa final product. Mitambo hii ya Ujerumani imefungwa hapa Shinyanga. Bei yake nilikuwa naambiwa na ndugu Salum, bei yake ni ya chini kuliko vinywaji vyovyote vinavyouzwa hapa Tanzania. Kwa hiyo ndugu Salum, ninakupongeza. Ninakupongeza kwa dhati. Huu ndio uzalendo wa kweli wa Kitanzania. Wapo watu wanaopata hela wanakwenda kuzificha Ulaya. Halafu akishakufa na hela zinafia kule, kwa sababu kule hana ndugu zake. Wako watu wanaopata hela wanakwenda kuzichimbia. Siku akiugua akili akichanganyikiwa hakumbuki alikochimbia. Wako watu wanaopata hela wanakwenda kuzivuruga ovyo. Wewe umepata hela, umekuja kufanya investment kwa Watanzania katika mkoa wako wa Shinyanga. Ndugu Salum, mbuzi, hata mbuzi walikosea, niba kuitana rurumuli. Kwa sababu wewe ni mzalendo wa kweli. Na kupongeza kwa dhati, na mimi sio mnafiki. Kupongeza kwangu huwa ni kugumu sana. Lakini Salum, leo nakupongeza kwa dhati kabisa, pie wasomele pie. Umeanza hii kazi kwa vitendo. Mimi napenda wafanyabiashara wa namna hii. Huyu amejenga kiwanda, ameajiri Watanzania maskini wanafanya kazi hapa, anauza hizi bidhaa kwa Watanzania maskini. Kwa hiyo unafanya kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu sio lazima uwe mhubiri. Kazi ya Mungu ni kuwatumikia watu walioumbwa kwa mfano wa Mungu. Unalifanya hilo, Mheshimiwa Mbuzi. Yatazungumzwa mengi, lakini nakuthibitishia na kukuhakikishia serikali yangu itasimama pamoja na wafanyabiashara wa aina yako Salum. Haitawaangusha. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa nakupongeza, na Mheshimiwa DC na viongozi wote. Na mstahiki meya nakupongeza, na wakurugenzi wote, kwa sababu ninyi ndio mliandaa mazingira haya. Mkasema tunapanga eneo la mkoa wa Shinyanga, eneo la viwanda. Kwa hiyo unatoka kwenye kiwanda, unaenda kwenye kiwanda, unaendelea kwenye kiwanda na eneo mengine. Hii pia inarahisisha kwa wafanyakazi kuwa eneo moja, na facilities zake zinakuwa nzuri. Nchi yetu katika awamu hii ya 5 tumeamua Tanzania kuwa ya viwanda. Nilipokuwa nikizunguka nikisema nataka Tanzania ya viwanda, huu ndio mfano wake. Ninyi Shinyanga mmeanza, mmefanya vizuri, na nataka niwahakikishie serikali itaendelea kuwapa support. Na kwa watu kama ninyi, hata mnapoomba mikopo sasa kupitia Tanzania Investment Bank na kadhalika, nitaziomba hizo benki zisisite kuwakopesha, kwa sababu mnafanya yaliyo mema kwa Watanzania. Na kwa nafasi ya pekee niwashukuru wote wale walioshiriki katika kuhakikisha wamekusaidia, aidha kwa mikopo au kwa mitaji au kwa mashine kuweza kuanzisha kiwanda hiki. Nimeambiwa ulipata mkopo wa 10% kutoka CRDB, na nimeambiwa ulipata mkopo mwingine kutoka Ujerumani. Ninawapongeza wote, lakini nawapongeza wananchi wa Shinyanga, lakini pia nawapongeza wananchi wa Meatu kwa kumchagua
ndugu Salum, nilipopita pale kuomba kura, niliwaambia msije mkafanya kosa. Hata lile daraja la Sibiti lilikuwa limesimama kutengenezwa. Mlipomaliza kuchagua tu likaanza na kutengenezwa na mvua ikaisha. Nasema uongo ndugu zangu? Na nitakuja siku moja kuliwekea jiwe la msingi. Mlifanya vizuri, na huu ndio Utanzania wa kweli. Kwa Watanzania, ninaomba tusiogope kuanzisha viwanda. Tusifikiri kiwanda lazima kitoke nje. Hata ukianzisha kiwanda cha kufyatua matofali ni kiwanda. Hata ukianzisha kiwanda cha kuchoma majiko ni kiwanda. Kiwanda ni kiwanda. Hata kama ni kiwanda cha kupika vitumbua ukao una supply Shinyanga nzima ni kiwanda. Bakuli hano maji tumbura. Hata kama ni kiwanda cha kukaranga karanga, unachukua karanga nyingi una supply, ni kiwanda. Watanzania tusisite kuanzisha kiwanda hata kama ni kiwanda kidogo. Kwa hiyo nachukua nafasi kuwapongeza sana Watanzania ambao kwa juhudi zao na nguvu zao wameamua kuanzisha viwanda. Tusisubiri watu kutoka nje ndio watuanzishie viwanda. Tumechelewa Tanzania. Pamba tunayo, lakini nguo tunauza marobota nje na jineri ziko hapa hapa Shinyanga. Ukishauza ile pamba isafirishwe mpaka kule, wao ndio wakatengeneze nguo, halafu wazivae. Wakishachoka wanatuletea sisi mitumba wakati pamba zilitoka hapa. Ni lazima tufike mahali tuseme hapana. Ukitengeneza kiwanda cha unajineri pale, kitoe cotton seed oil kwa ajili ya mafuta, pale kitoe seed cotton cake kwa ajili ya malisho ya vyakula vya mifugo, pale kikatoe nyuzi. Kikishatoka kwenye nyuzi kiende kikatengeneze nguo, kama ni shuka, kama ni gauni, kama ni kitenge, kama ni suruale, kama ni shati. Ukishamaliza zile nguo zikauzwe madukani, tuzivae. Zikishachoka tuwapelekee Ulaya nayo wakavae mitumba. Hiyo ndiyo Tanzania ninayoitaka. Kama una ng'ombe, ukishachukua ngozi, pawepo na kiwanda cha kutengeneza ngozi. Kisafishe ngozi. Hiyo ngozi ikatengeneze viatu, ikatengeneze mikanda, ikatengeneze pochi. Viatu tuvivae, na ikiwezekana tuwauzie wengine kwenda nje. Hiyo ndiyo Tanzania ninayoitaka. Kama mapembe ya ng'ombe yanatumika kutengeneza vifungo, tutengeneze vifungo kutokana na mapembe ya ng'ombe na kwato zake. Kama kwato zinatumika kutengeneza gundi, tukatumie hizo kwato kutengeneza gundi. Tusiagize gundi kutoka nje. Tusiagize vifungo kutoka nje wakati mapembe ya ng'ombe yako hapa. Ninawaomba Watanzania ambao mmeanza kuonyesha moyo huu wa kutekeleza kwa dhana ya vitendo ya viwanda, niwapongeze sana na tumpongeze sana Mheshimiwa Salum. Katika hotuba yake, Rais Dr. Magufuli ameonyesha kuvutiwa na jitihada zinazofanywa na Watanzania pamoja na wawekezaji wanaojitokeza kuwekeza hapa nchini, hususani katika sekta ya viwanda, huku akivisifia na kuvishukuru vyombo vya habari vya hapa nchini, lakini pia hakusita kutoa kauli ya onyo kwa baadhi ya vyombo vya habari vinavyoandika habari za uchochezi. Bila kumumunya maneno, asanteni sana Star TV. Lakini nivishukuru pia na vyombo vingine vya habari kwa kazi nzuri wanazofanya. Kuna TBC, kuna Cloud FM,
au Cloud TV, kuna Channel 10, kuna ITV, kuna Azam na TV nyingi na vyombo vya habari na redio. Kwa jinsi mnavyoendelea kuwaelimisha Watanzania, na vishukuru sana magazeti. Magazeti yaliyo mengi yanafanya kazi nzuri sana ya kuzungumza ukweli, ukiacha magazeti mawili ambayo kazi yao ni kuchongea, na bahati nzuri Watanzania wanayajua, na mara nyingi habari zao huwa wanazipuuza. Wao ukizungumza neno hili wanageuza neno hili, wakizungumza hivi wanageuza neno hili, lakini siku zao zimehesabika. Huo ndio ujumbe. Wasifikiri wanafanya tumewaangalia. Serikali ya kutumbua majipu haiwezi kuacha kutumbua magazeti yanayofanya mambo ya kuchochea. Hatuwezi tukaiacha Tanzania ikawa dump la eneo la kuweka maneno ya uchochezi. Chini ya utawala wangu hilo halitakuwepo. Na ni magazeti mawili tu, kila ukisoma wao ni kuchochea tu. Ikizungumzwa habari hii wao wanageuza hii. Nasema na nataka wanisikie, siku zao zimehesabika. Kama wanasikia wasikie, wasiposikia wasisikie. Lakini magazeti mengine na vyombo vingine vyote wanatoa uchambuzi mzuri sana. Hata kama unahusu serikali, hata kama unanihusu mimi, wanazungumza kwa uwazi, bila kuchochea, bila kuleta chokochoko. Ninasema haya ndugu zangu kwa sababu mauaji ya nchi jirani ya Rwanda yalichochewa na vyombo vya habari, yakafanya watu karibu milioni 1 wafe kwenye genocide ya mwaka 94. Baada ya uchaguzi katika nchi jirani mahali fulani, palikuwa na chombo fulani cha redio kilitumika kuchochea watu, wakaanza kuuana. Tanzania ndio imekuwa sehemu pekee ya amani na kimbilio la mataifa mengine. Kamwe katika utawala wangu sitakubali kuifanya Tanzania ikose amani, kwa sababu tu ya vyombo fulani vichache vinavyotumiwa na wanasiasa fulani katika kuifanya nchi isiwe na amani. Amani ni kitu kikubwa. Kwa ndugu zangu wa Kristo wanaomwamini Kristo, kuna maneno ya Bwana Yesu Kristo alisema, amani na waachieni. Amani ni muhimu, tuitunze. Amani hainunuliwi, lakini amani huwa inavurugwa. Tuliopo hapa wote ni makabila mbalimbali, tuko dini mbalimbali, na tuko vyama mbalimbali, wala hatubaguani, kwa sababu tunataka maendeleo. Kiwandani humu Mheshimiwa Salum ni wa CCM, lakini nina uhakika waliomo humo, walioajiriwa humo sio CCM tu. Nimekuta mpaka Wajerumani wamo humo. Nasema uongo? Hakuna Wajerumani hapa? Can you stand up, please? You are from Germany, isn't it? You are from Germany, isn't it? Yes. Wajerumani wako humo, wala hawajui cha Chadema, wala hawajui cha CCM, wala hawajui kusema CCM oye, lakini wako humo. Wanaofanya kazi mle CCM wamo, Chadema wamo, Kafu wamo, hata wale ambao hawana chama. Hiyo ndiyo Tanzania ninayoitaka mimi. Wananchi nao hawakuwa nyuma kutoa maoni yao na mtazamo wao kuhusiana na utendaji wa Rais Dr. Magufuli, hasa ya kujenga nidhamu na kuchochea kasi ya maendeleo. Ajira imeonekana vizuri tu, na mpaka kufikia viwanda kama 8 hivi kama sikosei, highway, fresho,
hapa, alafu na Gaki, Christian, Rakani, wa China hao wanazindika nyama sasa. Kujionea kwa hivi, sisi wazaliwa wa humu, huyu rais imekuwa kama tumebarikiwa na Mwenyezi Mungu. Lakini siwezi nikasema kwamba wale waliopita nyuma ni wazarau, hapana. Lakini huyu anathibiti zaidi. Mimi ninachoomba zaidi aongezee kabisa hizi point. Viwanda hazina tatizo kabisa. Na tulikuwa tunahangaika, vijana wetu wanapitia njia ya kunyofoa, yani kuiba. Sasa hivi hatuoni matatizo hayo. Vijana akimaliza shule ashindwe kuendelea, lakini ajira anapata. Kwa kweli huyu rais sijamchukulia nani kosa la kusema. Oni langu kama sisi wananchi tukikubaliwa, huyu kama rais paka tuchoke sisi wananchi, ningesema mimi aendelee mpaka tutakapochoka. Hata miaka 20 ifike, lakini katiba sasa nashindwa kuelewa. Kama ile katiba tungekuwa tunaifunga sisi, tungeongezea. Kwa maana huyu yani anatusaidia sana. Mimi kwa mawazo yangu au maoni nitakwama kwa ajili ya katiba tu. Huyu mpaka angechoka mpaka achukue na mkwajo wa kufanyaje. Nashukuru sana. Kwanza tunampongeza sana Mheshimiwa John Pombe Magufuli kwa adhima yake ya kutaka Tanzania iwe nchi ya viwanda. Viwanda vitasaidia vijana wetu kupata ajira, wasio wazururaji. Pia itasaidia nchi yetu kuendelea. Maana nchi kupata maendeleo ni nchi ya kuwa na viwanda. Kwa hiyo tunampongeza sana Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunamwombea kwa Mungu maisha marefu, Mungu aendelee kumlinda ili aendelee kutuongoza.